Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu pendwa vya tiba, kama mnavyopenda kufuatilia vipindi vyetu pendwa vya tiba, hapa nimeonelea nitoke nje ya mji kidogo, sababu niko katika mkoa wa Kigoma, wilaya Kasulu, katika mlima wa Rusumo. Kama unaelekea wilaya ya Buhigwe au kama unaelekea vijiji vya Heru, Nyegera, Mganza, Manyovu, unaelekea vijiji kama Bihalu na kadhalika. Hapa tuko pembezoni mwa barabara kubwa ambayo inaitwa barabara ya East Africa. Barabara hii ni maarufu sana sababu imetengenezwa muda si mrefu sana. Inaunganisha Tanzania, Burundi pamoja na Rwanda. Kwa kutokana na hivyo imekuwa ni msaada mkubwa sana wa kuunganisha nchi hizi tatu kwenye upande wa biashara. Sasa tuachane na huko kwenye upande wa barabara na kwenye upande wa masuala ya kuunganishwa kibiashara katika hizi nchi tatu. Tuzungumzie lengo na kusudio la kufanya kipindi hiki. Tumefanya kipindi hiki kwa sababu hapa tuko porini au tuko msituni au tuko mlimani katika kutafuta dawa, na dawa tuliyokusudia ni hapa, inaitwa mnyege-nyege. Hii dawa mnyege-nyege ina faida nyingi sana, hususan kwa wanawake ambao wamepotelewa na hamu ya tendo la ndoa. Hii dawa kwao ni mjarabu sana. Kwa sababu gani ni mjarabu sana? Wanawake ambao waliopotelewa na hamu ya tendo la ndoa, kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa ya wanawake wengi. Wanafanya tendo la ndoa mpaka wanalichukia tendo la ndoa lenyewe, mpaka inapelekea magomvi katika ndoa, mpaka inapelekea ndoa yenyewe inakufa kwa sababu ya swala la wanawake kukosa hamu ya tendo la ndoa. Imekuwa jambo kubwa sana. Sasa kwa mtu akitumia, kwa mfano kwa mwanamke akitumia hii dawa, kwanza inapelekea mwanamke apate hisia kubwa sana ya tendo la ndoa, apate ladha kubwa sana ya tendo la ndoa, pia apate hamu, umeona, na kulifurahikia tendo. Wewe mwanamke ukitumia hii dawa ni kwamba mmeo ataenjoy sana, na hata hiyo siku anaweza kuahirisha kwenda kazini, akaomba hata ruhusa kazini, mkashinda nyumbani. Mchezo kawa ni huo. Yaani mnakula chakula, mnapumzika kidogo, show inaendelea. Mkila chakula kidogo, mnapumzika tena kidogo, show inaendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu inakuwa inaleta ladha ya tendo la ndoa nzuri kabisa. Yaani kama vile unavyoona asali ilivyo na kautamu fulani ambao unaenjoy ukitumia, hii inakuwa zaidi ya asali. Je, umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni Ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya Ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +2557155244946 ama +2557875244946. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa Ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu.
una enjoy mpaka unafeel kwamba hapa sasa ndio niko duniani, hapa sasa ndio niko ndani ya ndoa. Umeona, unaifurahikia mpaka ndoa yako mwenyewe. Lakini ukija kuangalia kwa wanawake walio wengi kwa sasa hivi wamekuwa wanatatizika na hili swala. Kwa kweli nimekuwa nimtambuka kwa wanawake wengi sana, haijalishi ni wa mkoa gani. Yaani imekuwa ni changamoto kubwa. Mkoa wa Kigoma, ukienda mkoa wa Kagera, ukienda Mwanza, ukienda Dar es Salaam, yani imekuwa ni combine maeneo mengi sana. Wanawake wengi wamekuwa na changamoto hii ya kukosa hamu ya tendo la ndoa, na walio wengi inabidi wamefika muda mpaka wanachukia tendo la ndoa, mpaka wameamua kutoka katika ndani ya ndoa. Yani katika ile ibada ya ndoa wametoka kabisa, wameachika kwa sababu ya kukosa hamu ya tendo la ndoa. Kwa hiyo akifanya tendo la ndoa anakuwa anaumia, anapata michubuko, yani haenjoy, hafili kwamba hapa hii tendo la ndoa kwamba kama mwanzo labda alikuwa anaenjoy, anafurahia. Sasa kutokana na hiyo changamoto ambayo inawakumba wengi, nimeonelea nitayarishe dawa kwa ajili ya kuondolea hiyo changamoto. Umeona, ambayo dawa yenyewe tunachanganya hii dawa yetu ambayo inaitwa mnyegenyege. Kwanza fikiria, huu mti unaitwa mnyegenyege ambao una kazi nyingi. Kwa mfano, ukiupanda shambani kwako unafanya kazi ya kurutubisha ardhi. Bi maana mazao ukiupanda huu na ukapanda mazao mengine yanakuwa vizuri, yani hauhitaji kuweka hata mbolea kwa sababu mti asili yake ni kurutubisha ardhi. Alafu jina lake unaitwa mnyegenyege, ambapo na kesi kubwa ya wanawake ni kwamba ni nyege, yani wanatatizika na swala hili la nyege, yani hamu ya tendo la ndoa, ile ladha ya tendo la ndoa, kule kufurahikia tendo la ndoa wanakuwa hawapati. Sasa ikitokea wewe mwanamke umetumia hii dawa, utaenjoy, utafeel ile ladha na ule utamu wa tendo la ndoa, ambapo itapelekea sasa utulie katika ndoa yako, usipate papala wala bubuga wala yale maswala ya kwa unafikiria kwamba mimi ngoja niachike kwa sababu naona sifurahiki ndoa yangu, sifurahiki tendo la ndoa, napata tu michubuko, naumia, yani si enjoy. Na walio wengi utakuta wanafanya tendo la ndoa kwa ajili ya kumridhisha tu mume wake kwa sababu anakuwa hana hamu. Sasa dawa, suluhisho ya tatizo hilo limepatikana, kwa sababu hii ni kesi ambayo imenijia toka muda mrefu. Sasa nikawa naona hii changamoto kwa kuwa imekuwa kubwa, au ngoja niwatayarishie dawa ambayo dawa hiyo itakuondoleeni hiyo changamoto yenu. Sasa ndio ikafunga safari, nimekuja mkoa wa Kigoma, mashaallah, alhamdulillah, katika wilaya ya Kasulu. Leo nimekuonyesheni na mti wenyewe ambao tunatumia kutengenezea hiyo dawa ya kuondosha hayo matatizo yote yanayosababisha usienjoy katika ndoa yako, kwamba kufanya tendo la ndoa wewe unakuwa unapata tu maumivu, unakuwa unapata tu ndani ya kero na hasira na karaha. Sasa ukitumia dawa hii utaenjoy sana, tena utaenjoy mno. Shikilia hapo hapo, utaenjoy mno, utakuja kuleta mrejesho. Unaona, kuna wengine ambao wameshajikatia tamaa, mara nyingi huwa wakitumia dawa zetu mashaallah huwa wanaleta na zawadi, yani wanaleta na tubu, wanaleta na hidayah, hadia. Kwa hiyo tuishie hapa ili utakapoitumia hii dawa kwa ajili ya kuenjoy katika ndoa yako na katika tendo lako la ndoa na mmeo, mashaallah, alhamdulillah, ndugu yangu, utaenjoy sana. Mwanzo wa kipindi hiki ndio mwisho wa kipindi kilichopita, na mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Kwa ndugu zanguni, nikuageni kwa kufikia hapa, nikuageni, tutaonana katika vipindi vijavyo. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullah.